الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Alhamdulillah, tumekutana katika ukumbi wetu huu hapa kama ilivyo kawaida ya mwezi wa Ramadhani, na tukiwa tunaendelea na Suratul Nur. Leo kitokea aya ya 30 ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza namna ya watu kuweza kuishi kwa salama kwa kuzingatia na kuchunga mipaka na ahkami ambazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka au ametuwekea kwa upande wa kina baba na kwa upande wa kina mama. Jana tulianza na kugusia swala zima la tunapoenda majumba ya watu. Tunapoenda majumba ya watu lazima tutake idhini, na wenye nyumba wana hiari ya kuturuhusu au kutoturuhusu. Basi tukubaliane na vile, kama vile ambavyo tunavyoenda maofisini kwa kuta wenye ofisi wameshughulishwa au wana mambo mengine wakatuambia tuwaone baadaye, basi na tunapoenda katika majumba ya watu tuzingatie hivyo hivyo. Hiyo mbele mwishoni kabisa masuala hii kuna maelekezo hata ya kuingia majumba yetu si wenyewe, achilia mbali nyumbani kwa mtu, unavyoingia ndani kwako wewe mwenyewe. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adabu na taratibu za mambo ambayo tunapaswa kuyazingatie. Leo aya mbili tunazozisoma za kwanza ni maelekezo ili kujinusuru na kuweza kuepukana na kuingia kwenye mabalaa ambayo tunaona jamii au walimwengu huko wanaingia, ikiwa kwa kuacha mafundisho yaliyopo katika aya hizi mbili za kwanza tunazozisoma ndiyo sababu ya hayo na mengine ambayo yanaweza kuibuka. Katika aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza wanaume, na kwa kawaida inapokuja kitwabu kwa wanaume, basi sheria hiyo au jambo hilo basi linawagusa moja kwa moja na kina mama vile vile, lakini kwa umuhimu wake na kwa kuonesha kuna baadhi ya mambo yanawahusu baadhi yao, mengine yanawahusu wanaume tu, mengine yanawahusu kina mama tu, basi na kina mama na wao wakapewa mwongozo wao. Mwongozo wa jumla upo waliopewa kina baba, lakini na wao wakapewa mwongozo wao kwa namna gani ambavyo wanavyotakiwa kuwa. Katika aya 30 Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kubainisha ahkam shamilat lilmu'minina kafa, hukumu zinazowahusu waumini wote kwa ujumla, wanaume na wanawake, na kutuwekea masuala zima mwongozo juu ya kuomba ruhusa kuingia katika majumba ya watu, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kipengele cha pili cha maisha ya jamii kwa ajili ya kuchunga familia na umma kwa ujumla uweze kukaa salama. Sema qul lilmu'minina, sema waambie waumini wanaume, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao. Wainamishe macho yao amma yahrum, kwa yale ambayo yalikuwa haramu, an-nadharu ilayhi, kuyaangalia kwayo. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wainamishe macho yao
wasitazame visivyofaa. Naona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amewainamishe macho yao kwa kutoangalia vilivyokuwa vya haramu. Vinaweza kuwa unamwangalia mtu moja kwa moja, au unaangalia vitu moja kwa moja, au unaviangalia vitu au kumwangalia mtu ambaye yupo kwenye mtandao au sehemu yoyote. Maadamu si ruhusa, hairuhusi kuangalia kitu hicho au mtu huyo, basi unatakiwa uinamishe macho yako, uondoshe macho yako kuangalia hicho. Wayahfadhu furujahum, na wachunge tupu zao kwa kuzingatia mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowawekea. Tuseme walladhina hum lifurujihim hafidhin, katika kutaja sifa za waumini waliofanikiwa. Aya imeanza kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun, ambao wenye kuzihifadhi tupu zao illa ala azwa, ila kwa wake zao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaelekeza hapa, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wahifadhi tupu zao ila kwa yale ambao wameruhusiwa. Dhalika azka lahum, kufanya hivyo ndio utakasifu, kujisafisha kwao, watakuwa wako salama. Dhalika azka lahum, kufanya hivyo ndio watakuwa wako salama, wamejitoarisha na wamechukua tahadhari za kujiepusha na balaa ambayo wangeweza kuyaingia. Macho ni hatari sana, na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika sura al-Isra na zingine, sema inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yote vitaulizwa: macho, masikio, nini, ulikuwa unasikiliza nini, ulikuwa unatazama nini? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hiyo lazima uzingatie, lazima uchunge mipaka yake. Katika sura al-Furqan aliwataja watu wema, taja pia katika jumla ya sifa zao, wa idha marru bil-lagwi, wakipita maeneo yenye upuuzi, wakipita maeneo yenye upuuzi, basi marru kirama, wanapita kwa tahadhari ya hali ya juu, wakijiheshimu kwa heshima ya hali ya juu, sio wanatumbulia macho kuangalia au kutega masikio kusikiliza. Leo watu kwa jamii zetu, katika umma, hata fungua simu yake ama kompyuta yake na mwenyewe anaangalia upuuzi na kusikiliza upuuzi, ambazo si katika sifa za watu wema. Katika jumla ya sifa za watu wema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha marru bil-lahwi marru kiram, wanapita kwa tahadhari za hali ya juu, wasivunjiwe heshima zao. Tuunganisha na aya hii, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, basi unapata mimi na wewe tunatakiwa tuwe katika sura gani? Sio upuuzi unaokimbilia au unautafuta wewe mwenyewe, unahangaika kama data huna ukanunua, wakati mwingine hata kukopa ukakopa ili usikilize ama uangalie upuuzi, hali ya kuwa Allah anasema wa idha marru bil-lagwi marru kirama, wakipita katika maeneo yenye lagwi, upuuzi, wamepita, wako njiani na mihangaiko yao na mambo yao, wanakutana na mazingira ya kipuuzi, basi marru kirama, wanajiheshimu na kuchukua tahadhari wasije wakaangukia katika upuuzi huo. Vipi yule ambaye anautafuta upuuzi yeye mwenyewe
tena wakati mwingine kwa gharama, akahangaika, akatumia gharama kubwa ili apate kusikiliza au kuona upuuzi huo, atakuwa yuko katika sifa gani? Ikiwa Allah anawaelezea watu wema wa ibadur rahman, waja wa Allah subhanahu, amewaita wa ibadur rahman, waja wake Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma, alladhina yamshuna ala ardi hauna, wanatembea, hawatembei kwa maringo wala kwa majigambo, lakini wanatembea kwa katika hali ya kawaida ya ushujaa, vile ambavyo mwanadamu anatakiwa awe. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wanapoongeleshwa wakasemezwa na watu majahil, watu waovu, watu wabaya, basi wao maneno yao ni salama. Majibu yao hawawajibu vibaya, ili kujinusuru na kuchukua tahadhari ya kuepukana mashambulizi na ubaya ambao ungewakuta, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu abdan qala khairan fagharima au sakata an su'i fasalima, amemrehemu Allah mja ambaye qala khaira, akasema maneno yenye faida, yenye maana, fagharima, akachuma, au sakata an su'i, au akanyamaza kwa ubaya aliofanyiwa, jambo baya alofanyiwa, alosemezwa. Wakati mwingine mtu anakutegeshea maksudi ili uibuke useme neno baya, ujibu vibaya, utukane, ushambulie, ufanye hivi, amekutegeshea hata na wewe ukaingia katika mtego ule. Sasa Mtume sana anasema au sakata an su'i fasalima, hukuingia mtego huo. Huku kwenye Qur'an Allah anasema wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Huwezi kumkuta mtu mwema, mtu mwenye akhlaki zake na heshima zake, anapoteza muda kupambana na mtu mwovu, mtu asiyejielewa, akajibizana naye matusi na hivi na hivi. Wewe ndo unaijivunjia heshima, huyo yeye ndo alivyo hivyo. Kwa hiyo hata ufanye vipi, kuna namna wewe kuelewa tabia zake na alivyo. Sasa ukipambana naye unajikuta wewe unaharibu na kuvunja utu wako. Kwa hiyo waumini wanatakiwa wachunge na kuzingatia hayo. Qul lilmu'minina, waambie waumini wayazingatie hayo. Tena inna Allah khabirun bima yasnaun, Allah anayafahamu, ni mwenye kuwa na habari nayo juu ya yale ambayo wanayoyafanya. Allah anayajua yote, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai. Kwa hiyo lazima utaona kila tunaposoma maelekezo na mwongozo, Allah anamalizia wattaqullaha wa inna Allaha khabir, yani ni kuonesha namna gani tunavyotakiwa kuzingatia. Sisi kama waumini lazima tunakuwa katika mipaka maalumu. Kwa hiyo lazima unachunga na kutambua kwamba hapa ulipo Allah subhanahu wa ta'ala unalifanya, Allah khabirun, ni mwenye kuwa na habari juu ya hili unalolifanya, kwa sababu ameweka wawakilishi wake, amewatuma watu wa kuandika hayo. Achilia mbali yeye kuwa anayaona na kuyajua yale yanayofanyika, bali ametuma watu maalumu, viumbe maalumu wa kufuatilia. Lahum muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfi wa an aymani wa an shamai, lahum muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelekezo maalum kwa kina mama. Ilikuwa inatosha aya hii kuwa ni maelekezo na ni amri kwa wanaume na wanawake, lakini kwa uzito wake na umuhimu wake Allah subhanahu wa ta'ala akaelekeza sheria na utaratibu maalum kwa kina mama, kama ambavyo alivyoeleza kwa kina baba. Basi na kina mama wanatakiwa wachunge na kuzingatia sheria maalum ambazo zinazowahusu kwa ajili ya kuchunga ustawi wa jamii na kuzingatia, kama tulivyozungumza jana au kama tulivyoanza sura hii, namna gani Uislamu ulivyomheshimisha, ulivyompa heshima mwanamama, mpaka yule atakayemtusi mwanamama imekuja sheria maalum kali kabisa ya kuhakikisha mtu huyo ana adhabu kali kabisa. Adhabu yake sio ndogo, tena sio adhabu tu ya kawaida, bali zipo adhabu ambazo hapo subhanahu anasema kwamba wala tukbalu lahum shahadatan abada, hata hawezi kukubaliwa yeye ushahidi wake. Tena wa ulaika humul fasikuna, ni mafasik waovu.
mpaka ajirekebishe. Lakini pia jana tukagusia aya ambayo Allah akasema la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, wamewekwa mbali na rehema zake, wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na akhera. Walahum adhabun adhim, na wana adhabu iumizayo iliyokuwa mzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutukana na kumdhalilisha mwanamama aliyejichunga, anayejihifadhi, anayejiheshimu. Sijui dada zetu na mama zetu wanahitaji wapewe nini na Uislamu? Wanahitaji wapewe tunu gani na Uislamu zaidi ya tunu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaheshimisha? Sio wao wa kuvunjiwa adabu. Dhalika adina, kwenye suratul Ahzab, dhalika adina an yu'rafna fala yu'dhain. Utaratibu huo ni kiwango cha hali ya juu kabisa ambacho kitafanya wao watambuliwe wao ni kina nani, na kwa hali hiyo wakitambuliwa wao ni kina nani, fala yu'dhaina, basi hawatoshambuliwa, hawatokerwa, hawatoudhiwa, hawatotukanwa, kwa sababu wamejiheshimisha wao wenyewe kwa heshima ambayo waliopewa na Uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika aya 31 Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelekezo na mwongozo kwa kina mama na dada zetu na wake zetu, binti zetu, tuwaelekeze kama ambavyo Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alisema, wafundisheni wake zenu, binti zenu, dada zenu, wafundisheni suratul Nur wa suratul Nisaa wa suratul Ahzab, na wafundisheni vijana wenu wa kiume suratul Maida. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna, waambie kina mama waumini, kina mama naambiwa waumini, waambie waumini wa Kiislamu ambao ni kina mama, yaghudduna min absarihinna, na wao inamishe macho yao vile vile kama tulivyozungumza, wasiingie gharama, sikambali kuingia gharama, wainamishe macho yao. Kwa hiyo swala la wao kutuza macho yao kama tulivyozungumza kwa upande wa kina baba, hivyo hivyo na kina mama watakuwa watunze, wasiangalie. Sio kila kitu kinafaa kuangaliwa, watu wako bize na tumeshughulishwa kweli kweli, na sasa hivi wala upate tabu, unaangalia tu kwenye simu ikaa uko mwenyewe, hakuna hata anayekuona, uko mwenyewe kwa simu yako, mara unacheka, mara umefanya hivi, mpaka watoto mara nyingine wanataka kuuliza imekuwaje, unacheka nini, mbona uko mwenyewe tu, uko peke yako, maana unacheka, mara unalia, mara unakasirika, mara hivi, kwa kuangalia upuuzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema waumini wenye sifa zao, wenye heshima zao hawawezi kuangalia upuuzi, hawezi kujipeleka kwenye mambo ya kipuuzi, bali wakipita, ikitokea wapo na mambo yao ya maana, wakapita katika maeneo kuna upuuzi, basi maru kirama, wanapita kwa tahadhari za hali ya juu kabisa. Sasa waambie kina mama nao wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wazitunze tupu zao, na wao vile vile kama ambavyo ilivyokuwa kwa wanaume waziheshimishe, isipokuwa kwa wake zao, basi na kina mama wanaambiwa wajitunze isipokuwa kwa waume zao. Wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishe viungo vyao, miili yao, illa ma dhahara minha, ila vile ambavyo vilivyo. Tafsiri ambayo tunayoitumia ni ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, amesema ma yubdina ma dhahara minha alwajhu walkaffain, uso na viganja viwili kwa kina mama, hivi ndio vimeruhusiwa. Ndio mapito ambayo wanachuoni wamepita kwa kuegemea maelekezo ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hibrul umma, wanachuoni katika umma huu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua kuifahamu tafsiri na taawili ya Qur'ani au ya dini moja kwa moja, basi akafasiri ma dhahara minha alwajhu walkaffain. Hivi ndivyo ambavyo vinaweza kuonekana moja kwa moja, lakini mwili wao mzima wao unatakiwa ustiriwe. Waliyadhribna bikhumurihinna, katika kuhakikisha wameustiri vizuri, wamejistiri mwili mzima, basi waliyadhribna, na wateremshe bikhumurihinna, shungi zao, jilbabi zao wateremshe, ala juyubihinna, mpaka mbavuni mwao, teremke katika shingo zao,
kwa sababu kwa kawaida akivaa gauni mwanamama na juu akivaa hapa shingo inakuwa iko nje. Kwa hiyo lazima ile inayotoka kichwani iteremke ije kufunika mpaka kwenye mifuko, usawa mifuko kanzu na hivi kwenye mbavu hizi majilbabu yateremke, ili stara iweze kupatikana sawa sawa. Huu ndio muongozo wa stara kwa kina mama. Ni stara ambayo inatakiwa ishuke, inaanzia kichwani inashuka jilbabi hasa. Ukivaa dhalika alina ayurafna, wakivaa hivyo wanajulikana. Dhalika alina ayurafna fala yudaina. Mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala garanti hiyo, hawezi kupata kukerwa wala kufanya kuvunjiwa adabu wala kufanya hivi. Na yeyote atakayevunjia adabu basi ana adhabu kali hapa duniani ya kutandikwa bakora 80. Lakini pia ushahidi wake haukubaliwi. Lakini pia ana laana ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na akhera ana laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ana adhabu yujizayo kwa kuwavunjia heshima mama zetu na dada zetu ambao wamejitunza, wamejiheshimisha, wameitumia nafasi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Basi dhalika adina an yu'rafna, hivyo ndio kiwango cha hali ya juu cha kuwafanya wao waweze kutambulika, fala yudhaina. Kwa hiyo waliyadribna bikhumurihinna ala jubihinna wala yubdina zinatahunna, wala watudhihirishe mapambo yao. Ile zinatahunna ya kwanza ni mwili yao, viungo vyao. Hii hapa mapambo yao. Sasa mapambo yaliyopo katika walioyavaa, kama wamevaa hereni, wamevaa mikufu, wamevaa nini, vyote hivi havitakiwi kuonekana. Sio kila mtu akuviona hivi hivi, na watu maalumu wa kuona na vivaliwe wenyewe wapo, vionekane na wao. Wala yudhina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Mapambo yao hapa, mapambo moja kwa moja, mapambo kilingana na miili yao kuidhihirisha moja kwa moja, isipokuwa kwa watu maalum. Wametajwa watu 12 ndio ambao kina mama wanaweza wakakaa nao na mapambo yao yakiwa dhahiri. Kwanza illa alibaulat, ambaye ndo ahaq waume zao. Waume zao ndio wanaostahiki mapambo yao, wao ndio wanaogharamia, wao ndio wanaonunua, wao wanafanya hivi. Bali hata kama umepewa wewe na mzee wako na mume yako, unavaa kwa ajili ya Mungu. Bibi Zainab mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa kidani na mama yake Bibi Khadija, na kabla hajasilimu bwana alikuja akashiriki katika vita vya Badri, na Bibi Zainab alichelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohama yeye mwenyewe, baada ya miezi 6 akaoda familia yake ipelekwe, ambayo ni mkewe Bibi Sauda, Bibi Aisha na binti zake wawili, Bibi Fatima ambaye alikuwa hajaolewa na Bibi Rukaya ambaye alikuwa ametelekezwa au aliachwa kwa chuki ya Abu Lahab baada ya kukataa Uislamu, na Qur'ani ikamteremkia, akatoa oda binti yake, kijana wake wa kiume amwache binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa nyumbani kwake, Mtume akaondoka, wakaja baada ya miezi 6 wao kuhamia Madina. Lakini Zainab tayari alikuwa ameshaolewa, yuko kwa mumewe, na Ruqayya na Kulthum naye yuko mumewe Sayyidina Uthman bin Affan. Kwa hiyo walikuwa kwa ume zao. Sasa Zainab yuko pale Maka na mumewe kaja kushiriki vita vya Badri. Kwa bahati akaangukia mikononi mwa, akawa ni mateka, akatekwa mikononi mwa Waislamu. Na baada ya kushauriana ikapatikana basi wao wajikomboe katika jumla. Basi yule bwana akaja kutaka na yeye aachiwe huru, akamwambia jikomboe. Akamwambia mimi sina chochote. Akamwambia rudi, nenda kwa mkeo utapata tu. Akarudi yule bwana, akaja na kidani alichopewa na mkewe Bibi Zainab, ambacho kidani hicho kilikuwa cha Bibi Khadija. Mtume sallallahu alipopokea kidani kile, machozi yakawa yanambubujika. Ala kulli hali, tulikuwa tunakusudia kuonesha hapa ni kwamba mapambo ya kina mama yawe wamezuliwa, wamepewa na wazee wao, wamepewa na waume zao, basi wasiadhirishe. Mapambo haya ni kwa ajili libulatihinna, kwa waume zao ndo haswa, sio unavaa mapambo kwa wengine au abai au baba zao, wazee wao
hawana shida, ni katika maharimu wale moja kwa moja ambao hawamruhusiwi kufanya jambo lolote. Itakuwa tu ni roho, ni moyo mchafu, roho chafu. Maana yake Mtume sallallahu anasema kuna watu wana nafsu shayatin, qulubu shayatin ala jithmani al-insan, watu wana nyoyo za kishaitani, wana nyoyo za ibilisi ala jithmani al-insan, zikiwa zipo katika miili ya wanadamu. Sasa mtu wa namna hiyo tena, basi unaweza kumkuta baba anafanya machafu na binti yake, au kaka anafanya machafu na dada yake, au hivi au hivi, kwa sababu ni kulubu mjini, nyoyo za kijini, nyoyo za ibilisi, kulubu shayatini, nyoyo za kishetani, ala jithmani al-insani, ambazo zipo katika viwiliwili vya wanadamu. Hizo ni nyoyo chafu tu, hazioni tabu kufanya uchafu, kuua, kudhulumu na kufanya machafu na yeyote yule, ili muhimu tu kama kaambiwa na mganga, kama yeye mwenyewe tu basi roho chafu yake mbovu na ibilisi, basi atafanya tu machafu. Wapo watu ambao kulubu shayatini, nyoyo zao ni nyoyo za kishetani, lakini ala jithmani al-insani, katika kiwiliwili cha wanadamu, basi watakuwa waovu, watakuwa wachafu wanayofanya hayo. Lakini katika hali ya kawaida, basi baba hawezi kuwa mchafu na kufanya uovu kwa binti yake, illa libuulatihin au abaihin au abai buulatihin, au baba za binti za waume zao. Hivyo hivyo baba mkwe, mkwe hawezi kufanya uchafu mtu na mkwe wake. Lakini ikiwa ndio hivyo, kama tulivyozungumza, kulubu shayatini ala jithmani al-insani, nyoyo za kishetani katika miili ya wanadamu, basi ndio hayo yatafanyika. Au abnaihin, au watoto wao wenyewe. Watoto wao hawezi kuwafanyia uchafu mama zao kwa kuangalia mapambo ambayo walionayo. Au abnai buulatihin, au watoto wa waume zao. Maana yake mtoto wa waume huwezi kumuoa, huwezi kumuoa, maana yule anakuwa ni mama yako. Kama huyu mtoto wa mume wako, maana yake ni mama yake kwa kufikia ala kulli hal. Au ikhwanihin, au bani ikhwanihin, au bani akhawatihin, au ndugu zao, kama tulivyozungumza, ndugu zao labda wawe ni nyoyo za kishetani ala jithmani al-insani, lakini hawezi kuwa hivyo. Au bani akhawatihin, au watoto wa kiume wa dada zao, maana ni watoto wao hawa. Au bani akhawatihin, au watoto wa dada zao, au watoto wa ndugu zao, wote wanaingia katika wale hurrimat alaykum ummahatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa akhawatukum na kadhalika, wale saba hawa wote wako. Au nisaihin, au wanawake wenzi wao. Au ma malakati aymanuhum, au wale watumwa wa kike, au si watumwa wa kike wanaowamiliki, fasirina watumwa imaihinna, watumwa wao wanaowamiliki. Hata watumwa wana sura au taratibu zao ziko maalumu namna hii, kwa hiyo wanaweza wakachanganyika nao vile vile na mapambo yao. Au tabiina ghairi uli irbati min ar-rijal, au wale wanaume ambao wadogo bado hawana matamanio, wanaofuatana na mama zao na watoto zao, ambao ghairi uli irbati min ar-rijal, bado hawana matamanio, mambo ya hawajui kabisa. Japo siku hizi watoto wana miaka 5 basi wanajua kila kitu ambavyo wewe huvijui, lakini wao wanajua. Maendeleo leo mwenyewe Allah amesema allama al-insan ma lam ya'lam. Sasa hizo changamoto zipo. Sasa Allah amezungumza hapo wale ambao hawafahamu habari za au tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa, au watoto ambao hawajui habari zozote za kina mama kama tulivyoeleza. Na au tabiina, wapo wanakuwepo watu wazima tu wakubwa, tena matamanio yameshamalizika, kwa miaka 70 90 ameshachoka. Ndio maana ikaja ghairi ulil irbati
min ar-rijal, au hawana kabisa hisia za mambo haya, kama ilivyo hata kwa kina mama. Tutakuta huko haya mbele, watu wazima ambao wanaruhusiwa kupunguza hizi stara hizi zilizoletwa katika aya hii. Yasema alqawaidu min an-nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna, wale ambao washakatikiwa tena mambo ya matamanio hakuna kabisa, umri umeshawaacha. Wala yadribna bi arjulihinna, pia Allah anawaambia kina mama wasilize miguu yao, wasipige miguu yao wanavyotembea. Natembea mama yuko huko, yuko wingi B kule au A, wingi A kule, unasikia huko anakuja na huyo ni fulani tu. Haya yamekatazwa, dada zetu, mjitahidi basi. Wala yadribna bi arjulihinna, wasipige miguu yao, wasitembee. Ukatembea maana ukipiga kwa sauti mguu, na maana kuna mapambo mengine yanavaliwa miguuni na hivi na hivi, basi Qur'ani inawakataza kina mama. Kwa jitahidi, watubu ila Allah jamia. Mwisho Allah anamalizia, jamani, kwa yeyote aliyeteleza, wote rejeeni kwa nani? Tubieni kwa Mola wenu, ayuhal mu'minuna, yenye waumini, la'allakum tuflihuna, ili mpate kufaulu. Makosa yako kila mtu, kuteleza kuko kwa kutojua, kughafilika, kushughulishwa. Basi tujibadilishe, kama ilivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Tubadilike. Kama tulikuwa hatujui, wanaume tuache, tuinamishe macho, tujisturi, tujitunze, tujiheshimishe, tusiangalie visivyofaa. Tunapopita katika machafu, basi tutapita kwa tahadhari. Tusiangalie uchafu, tusiangalie upuuzi, tusijipeleke kwenye upuuzi, tusigharamie upuuzi, tusijiingize kwenye upuuzi na kadhalika. Dada zetu, hayo na mengine yaliyowahusu wao vile vile. Kila aliyeteleza miongoni mwetu, basi Allah anasema watubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minuna la'allakum. Leo niambia unataka unaona sasa hivi, kwa hiyo basi sema tungeendelea na aya mbili, tasoma hizi mbili, lakini tunamuomba Allah atuhakikishe na tuwezeshe kuweza kuzingatia na tuweze kufahamu na tuzirudie kuzisoma hizi aya, ili tuweze kuelewa, tuweze kuishi maisha ya kibinadamu. Tusije tukawa ni wanadamu ambao kulubu shayatin, wana nyoyo za shaitani, lakini fi juthmani insani, katika nyoyo za binadamu. Lazima tuwe wanadamu kwa maana ya wanadamu, nyoyo za kibinadamu, roho za kibinadamu, utu wa kibinadamu, na miili yetu kama wanadamu ni wale ambao wanaoishi kwa muongozo na mafundisho na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sisi kama basi tukafanya mambo yetu inshallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Iko umeka kule bafuni kwenye nguzo. Sheikh anasema kuna mtu